Yesu apewe sifa. Usiache hiyo neema uliopewa. Wengi wanaitafuta lakini wanashindwa kufanikiwa kuikuta, lakini wewe umefanikiwa kwa sababu yeye amesema alikujua kutoka tumboni kwa mama yake. Kwa hiyo walio wake anawajua, wewe ni wake. Kuja mahali hapa umekuwa ni wake. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ni wake, hata upige njia ukwepe ufanye nini. Tunamwona Yona alikwepa, lakini kwa sababu alikuwa wake mpaka alienda alikomtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hata ukipiga chenga ukachepuka hapa ukaacha kidogo, lakini bado atakufuatilia kwa sababu ni wake, alikujua kutoka tumboni. Bwana Yesu apewe sifa. Nitasoma kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza, mstari wa 13, nitaishia mstari wa 25. Karibu anayeweza kusoma anisomee. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 13. Amen. Samani, waraka wa kwanza. Sawa, endelee. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza na mstari wa 13 unasema katika jina la Yesu. Kwa hiyo iweni tayari na makini, mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. 15. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi weni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Endelee. Amen. Endelee. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa takatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Na ikiwa mnamwita Baba, yeye ahukumue kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake. Nendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana-kondoo asiye na dosari wala waa, yaani ya Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa siku hizi za mwisho kwa ajili yenu. Na kupitia kwake mmekuwa wenye kwa kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu akampa utukufu. Hata imani yenu na tumaini lenu ndiyo kwa Mungu. Mkiisha kujitakasa roho zenu kwa kuitii kweli, hata kuifikia upendano wa mbegu uso na unafiki, basi jitahidini kupendana kwa moyo safi, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu haribikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka, bali neno la Bwana hudumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anasema kwa hiyo iweni tayari na makini, mkimtumaini kwa utimilifu ule neema mtakayotolewa katika ufunuo wa Kristo Yesu. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Bwana Yesu apewe sifa. Anatuambia kwamba huyu Petro, waraka wa Petro, anasema ya kwamba maana hizi ni habari ambazo watumishi wa Mungu wa nyakati zile walikuwa wakihubiri kwa nyakati zile, lakini saa hizi ni nyakati zetu ambazo Mungu anatusii
kanisa tukaeje, kanisa tuweje. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunapolisoma hili neno la Mungu ambalo limesema kwamba halipiti kamwe, hili neno ni la kutoka zamani, vizazi hadi kizazi. Tumesikia kizazi cha Nuhu, tumesikia kizazi, tumekuja kwenye Sodoma na Gomora, tunasikia kwa kina Ibrahimu, kwa wana wa Israeli. Yani ni vizazi vinapita, lakini bado neno linahubiriwa, bado lipo hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tusiende kuliacha hili neno, tusimwache huyu Yesu, kwa sababu yeye ni mkuu kuliko dunia yote, kuliko watu wote walioko duniani, na anatuagiza kwamba tuishije katika maisha ya kumfuata huyu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema ya kwamba tulipotoka kule dhambini tukaingia katika neema ya Kristo, anatuambia tuishi katika maisha yale ya utakatifu, yale ya kumpendeza yeye. Tusienende kama watoto wajinga tulipokuwa tukifanya yale ya zamani za ujinga. Ulipokuwa katika dunia, hujaokoka, hujatambua bado, zilikuwa zamani zile za ujinga. Yale ulikuwa ukiyafanya kule ni mengi, unayajua wewe, ukiyatathmini unayaelewa kwamba nilipokuwa sijaokoka na sasa nilikuwa nafanya nini huko nje, lakini nilipokuwa nimeokoka nimeacha yale. Kwa hiyo inatakiwa kwamba sisi tuliokoka tuenende katika ule mwenendo anaotaka Kristo tuenende nao. Bwana Yesu apewe sifa. Tuenende katika maisha ya utakatifu, tusienende katika maisha ya dhambi yale ya ujinga. Tulikuwa tukitenda dhambi. Hivi leo tumeombea watumishi wa Mungu hapa, huko walikokuwa wametoka, wanajua wao ni mangapi ambao wameyafanya. Baada ya kuona wametoka nayo na Mungu akawagusa, akawaita, neema ya Kristo ikaingia ndani mwao, ikabidi warudi waje kukiri kwamba tumekuja kukiri mbele za Mungu, na Biblia imesema yule anikiria mbele za watu na yeye atakuhifadhi mbele za Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo wamekuja mahali hapa, wamekiri kwa yale yote waliokuwa wakiyafanya, wamesema wafute majina yao kwenye kitabu cha hukumu, waandike majina yao kwenye kitabu cha uzima. Sasa ni pale hapa kweli tumeombewa sala za toba. Bwana Yesu apewe sifa. Inakuja pale kufuatilia kuishi katika maisha ya utakatifu, kuondokana na zile dhambi za kale, zile zamani za ujinga zilizokuwa zikitufuatilia enzi zile ambazo tulikuwa tukizifanya kule. Tumefanya mambo mengi sana ambayo ilikuwa ni chukizo mbele za Mungu, lakini tulipokuja mahali hapa anatuambia tuenende katika maisha yale ya utakatifu, sio maisha tena ya kuchanganya. Ulikuwa dhambini, ukitenda hii dhambi ya ulevi, unakuja kanisani huku unakunywa kidogo, halafu unakuja kanisani. Anasema hapo sio utakatifu. Yeye anataka yule mtakatifu aliyejitoa kwamba mimi nimeokoka, achana na yule ulevi aliyekuwa nao. Amekuja kukiri mbele za watu na mbingu zimemwona, malaika mbinguni wamekuwa na mahali hapo umekiri. Kwa hiyo achana na zile dhambi ambazo ulikuwa ukizifanya, uachane nazo, uanze kuenenda katika maisha ya utakatifu ya Kristo, maana yeye Kristo ni mtakatifu, hana dhambi yoyote, hana kosa lolote, kwa sababu yeye alitufia pale msalabani. Kwa hiyo kupigwa kwake dhambi zote tukasamehewa. Bwana Yesu apewe sifa. Tukasamehewa dhambi zote ambazo tulikuwa tukizifanya kule, akatusafisha kwa damu yake, akatufanya tukawa safi, na ndio maana tuko mahali hapa sasa. Natuagiza, anasema ya kwamba katika maisha ya Ukristo, kama tunataka kumfuata huyu Kristo, ni pale utendaji wetu, ni pale tunapoenenda. Je, tunaenenda katika maisha ya utakatifu? Bwana Yesu apewe sifa. Hilo swali unalijibu wewe. Je, ninaenenda katika nyayo anazotaka Kristo nienende nazo? Anasema yule ambaye ameokoka anatakiwa awe mtakatifu, maana aachane na yale yote aliyokuwa kule, amfuate Kristo yale aliyokuwa akiyafanya. Haleluya. Kwa hiyo tumepewa kazi, lakini hii kazi ni nyepesi, sio nzito kama ilivyokuwa umebeba mzigo kule, mzigo wa dhambi. Ulipotua ule mzigo, kazi yangu mimi hapa nilipo ni kufuata zile nyayo za Kristo alivyokuwa akienenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kufuata nyayo zake ni kuacha tu dhambi. Yaani niachana na ile dhambi ile inayonifuatilia. Ile dhambi inayonifuatilia, kama ni dhambi ya tamaa, kama ni dhambi ya ulevi, kama ni dhambi zipo nyingi. Kuna dhambi za wivu, kuna dhambi. Mwingine anasema hii dhambi ya umbea, ya kumsema mwingine sio dhambi. Hapana. Ni dhambi, anasema dhambi zote ni sawa mbele za Mungu. Anatuagiza tuachane na hayo yote. Tumfuate Kristo kama yeye alivyo. Huyu atakayekuwa
Roho Mtakatifu ndiye atakaye kwenda kuona ufalme wa mbinguni. Huyo ambaye ni mtakatifu amefuata nyayo zake ndiye atakayenyakuliwa. Huyo ambaye ni mtakatifu ndiye atakayekufa katika Kristo, hata siku ya mwisho akafufuliwa akaenda mbinguni. Lakini yule ambaye ameokoka, ambaye anajua kabisa inatakiwa niachane na ulimwengu, niachane na dhambi, lakini anaenda, anakuja kanisani, anakanyaga kanisani, anatoka. Akishatoka tayari ameshaingia dhambini. Alafu tena kesho anakuja kanisani, anasema kwamba huyo hamtaki, na unakuja tena kupoteza muda. Bwana Yesu apewe sifa. Utasema mama mchungaji sasa anasemaje? Hapana, ni Roho Mtakatifu mwenyewe anasema lazima tuseme ukweli, maana na sisi tusiposema ukweli lazima tutahukumiwa. Kwamba kwa nini hamkuambia watu ukweli? Wanakuja kanisani huku wanaenda kulewa, wanakuja kanisani wanaenda kuzini, wanakuja kanisani wanaenda kufanya mambo yao ya ujinga ya zamani yale. Anasema msiwe kama watoto wadogo mliokuwa mkifanya mambo ya ujinga yale ya zamani. Mtoto mdogo tunafahamu anaweza kufanya chochote kile, yeye haelewi. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukimkemea mtoto anayetembea hapo akafanya chochote pale, yeye anajua ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mdogo, haelewi chochote kile. Mtoto mdogo unamweka amevaa vizuri, unafanya kasuti kazuri, kakiatu kazuri, utamweka hapo anatambaa, anafanya matope, anavuruga matope, atachukua matope anakula, atachukua matope anajipaka kwenye nguo. Ni mtoto mdogo ambaye amepakatwa, hajui. Bwana Yesu apewe sifa. Hajui huyo mtoto mdogo. Ndio maana nasema usiwe kama watoto wadogo. Zamani za ujinga tulikuwa watoto wadogo. Zamani za ujinga tulikuwa watoto wadogo. Tulikuwa watoto wadogo tunaotambaa. Tulikuwa tukila chochote maudongo, hata kama ni kinyesi cha kuku utakula. Anaweka hapo, mtoto mwingine anakula tu. Yaani ni mtoto anatambaa, haelewi kitu, haelewi kwamba hiki ni nini, mpaka uje mamake, wewe acha hizo chafu, unafanya nini? Uweze kumpukuta tena, umvalishe, utoe nguo zile za matope, ufue. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa Yesu Kristo anasema hizo zamani za ujinga hazitaki. Anasema hazitaki zamani za ujinga uliyoyatenda kule, yanatosha kule. Ulipokuja kwa Kristo, nenda ufuate nyayo zake, ufuate utakatifu. Yeye ametuagiza, amesema nataka utakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kama umeamua kuja kanisani, kama umeamua kumpokea Kristo, kama umeamua kumpokea huyu Kristo aliyekufia msalabani, uamue kweli, uachane na yote, ujikane nayo. Jikana. Kufuata Kristo ni kujikana. Yaani ujikane mwenyewe. Ujikane mwenyewe kufuata huyu Kristo. Usije kanisani ukapoteza muda wako. Saa hizi ungekuwa kuuza dukani huko. Saa hizi ungekuwa umeenda kwenye kazi zako, watu wanafanya kazi mpaka Jumapili. Saa hizi ungekuwa huko na huko kufanya mipango yako kwenye umeipanga. Lakini ukasitisha, ukasema niache hayo, niende nikamwabudu Kristo. Lakini huyu Kristo siku ya leo anatuagiza, anasema tusiwe watoto wadogo. Zamani zile za ujinga, tuachane na hayo yale ya ujinga. Kama ulikuwa hapo ukiendana na ujinga wa zamani ule, amesema tuachane nao. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye anataka mtu mtakatifu ili aendane naye. Kanisani tunakuja ili ya kwamba tupate kukumbushana haya, na kama ulikuwa umesahau tunakukumbusha leo. Bwana Yesu apewe sifa.